Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hajashuhudiwa hadharani kwa muda, hali ambayo imezua maswali mazito miongoni mwa Watanzania. Hii ni licha ya Rais Samia kuhutubia taifa kupitia hotuba ya mwaka mpya, hotuba ambayo kwa sasa imegeuka kuwa kitovu cha mjadala mkubwa, baada ya baadhi ya wananchi kudai kuwa haikuwa hotuba halisi ya Rais Samia bali ilihusisha teknolojia ya AI. Vile vile, deni la taifa linaendelea kuwa himilivu. Serikali inaendelea na mipango ya kulipa kwa haraka mikopo ya zamani yenye riba kubwa na kurefusha muda wa kulipa mikopo, hatua itakayosaidia kupunguza kiasi cha riba iliyokuwa ikilipwa na kutoa ahueni kwa serikali katika kulipa mikopo hiyo. Ukuaji wa uchumi nchini umetokana na uwekezaji wa serikali katika miradi ya kimkakati ya miundombinu pamoja na mchango mkubwa wa sekta za madini, kilimo, ujenzi na sekta ya fedha na huduma ikiwemo utalii. Kutokana na hali hiyo, swali moja limeendelea kuulizwa kwa sauti kubwa. Yuko wapi Rais Samia Suluhu Hassan? Kwa kawaida katika nyakati za sintofahamu ya kisiasa au kijamii, wananchi hutegemea kumwona rais wao hadharani akizungumza moja kwa moja na taifa. Hata hivyo, kwa kipindi hiki cha hivi karibuni, Rais Samia hajaonekana katika shughuli za wazi za hadhara, jambo linaloacha nafasi ya mjadala na maswali kuibuka. Badala yake, mawasiliano mengi yamekuwa yakifanyika kupitia taarifa za maandishi, video zilizorekodiwa au hotuba zisizo na mawasiliano ya moja kwa moja. Ninavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nchini na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Tumeweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara, himilivu na lenye kujitahidi kushughulikia changamoto zake. Hali hii imeibua mjadala mpana kuhusu mtindo wa uongozi na mawasiliano ya Ikulu katika kipindi hiki. Mjadala uliongezeka baada ya hotuba ya mwaka mpya ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tusherehekee sikukuu za kumaliza mwaka na kuanza kwa mwaka unaokuja kwa amani na salama. Baada ya kusema hayo, ni waombe muungane nami. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie mwaka 2026 uwe mwaka wa heri na baraka tele. Amin. Nawatakia kila la heri katika mwaka wa 2026. Baadhi ya Watanzania wakiwemo watu wanaojitambulisha kama wataalamu wa teknolojia ya habari walidai kuwa hotuba hiyo huenda ilitengenezwa kwa kutumia teknolojia ya AI au deepfake. Sababu zinazotajwa ni pamoja na namna nguo ilivyokaa isivyo kawaida, mabadiliko ya mionekano ya bendera katika kamera tofauti, harakati za uso na mwili zinazodaiwa kutofanana na hotuba za awali. Ikulu haijatoa ufafanuzi wa kitaalam kuthibitisha au kukanusha madai haya. Kutokana na hilo, baadhi ya wananchi wanasema njia pekee ya kuondoa mashaka ni kumwona Rais Samia Suluhu Hassan mubashara katika shughuli za wazi. Kutokuwepo kwa rais hadharani sambamba na mjadala wa hotuba ya AI kumeibua maswali mapana kuhusu uongozi wa nchi. Baadhi ya wananchi wanauliza, je, kuna mtandao wa viongozi ndani ya CCM unaoendesha nchi kwa nyuma? Je, ushawishi wa viongozi wa zamani bado una nafasi kubwa? Hapa wanamrejelea Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu ambaye hivi majuzi alionekana akizindua mradi maeneo ya Zanzibar. Au je, huu ni mkakati wa Ikulu katika kipindi hiki cha kisiasa? Hakuna uthibitisho rasmi wa madai haya. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema ukimya wa muda mrefu huacha ombwe la taarifa, na ombwe hilo hujazwa na tetesi. Pamoja na mjadala wa AI, yapo madai mengine yanayoendelea kuzungumzwa kwamba Rais Samia anaweza kuwa na changamoto za kiafya. Madai haya hayajathibitishwa, hayajatolewa tamko rasmi na Ikulu. Baadhi ya wananchi wanasema kama ni swala la afya basi ukweli usemwe.
Wanasisitiza kuwa afya ya rais ni suala la maslahi ya taifa, na ukimya wa mamlaka husika unaongeza hofu badala ya kuipunguza. Kadri maswali yanavyozidi kuongezeka, macho ya wananchi yameelekezwa Ikulu, hususan katika idara ya habari na mawasiliano yenye jukumu la kuwasiliana na umma kwa niaba ya Rais Samia. Katika mjadala huu, majina ya Tido Muhando na Bakari Machumu yametajwa. Hawa ni wakuu wa idara ya habari Ikulu walioteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na hivyo wanatajwa kama maafisa wenye dhamana ya kutoa ufafanuzi kuhusu masuala yanayomhusu rais na Ikulu kwa ujumla. Baadhi ya wananchi wanasema katika mazingira haya ya maswali ya kitaifa, idara ya habari ya Ikulu ina wajibu wa kutoa maelezo ya wazi ili kupunguza sintofahamu inayoendelea kujitokeza. Mpaka sasa Rais Samia hajashuhudiwa hadharani kwa muda. Hotuba ya mwaka mpya imeendelea kuzua mjadala kuhusu uhalisia wake. Hakuna ufafanuzi rasmi wa kina uliotolewa na Ikulu. Kutokana na hali hiyo, maswali ya wananchi bado yanasalia mezani. Na sasa maswali makubwa zaidi yanaendelea kuulizwa. Je, Rais Samia Suluhu Hassan yupo salama? Je, yuko sawa kiafya? Kwa sasa hakuna uthibitisho wa madai yoyote yanayoendelea kuzungumzwa. Hakuna pia tamko rasmi linalojibu maswali hayo kwa uwazi. Na kama ilivyo katika masuala mengi ya kisiasa na uongozi wa taifa, muda ndiyo utakaosema ukweli. Mpenzi mtazamaji, siku yako na maoni gani kuhusiana na taarifa hizi ambazo zimezua taharuki miongoni mwa wananchi baada ya kutomuona Rais Samia Suluhu Hassan kwa muda mrefu hadharani? Wengi wanahoji Rais Samia yuko wapi? Wengi pia kuna tetesi mtandaoni zinazodai kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ana changamoto ya kiafya, taarifa ambazo hazijaweza kuthibitishwa na Ikulu. Wapo pia wanaohoji kwamba hotuba ya mwaka mpya ya juzi ya Rais Samia ilikuwa hotuba ambayo si hotuba halisi ya Rais Samia, bali ilihusishwa na teknolojia ya AI, kwamba hakuwa Rais Samia mwenyewe ambaye anahutubia pale, bali ni teknolojia ya AI ambayo iliweza kutumika ili kuonekana kwamba Rais Samia anahutubia taifa. Wengi sasa wanauliza idara ya habari na mawasiliano ya Ikulu, Rais Samia yuko wapi? Je, ni kweli ana changamoto ya kiafya? Na kama ni kweli, basi Ikulu inafaa kutangaza hili mara moja, kwa sababu afya ya rais ni swala la taifa zima. Kwako, sijui una maoni gani kutokana na taarifa hii? Je, unahisi ni kweli Rais Samia ana changamoto ya kiafya? Na kama ni kweli, unahisi kwa nini Ikulu imekaa kimya? Unaweza kutuachia maoni yako hapa ndani ya Sauti Cast.